marehemu Sheikh Abeid Aman Karume, ambaye hapa atakuwa ni Balozi Ali Karume, mwakilishi wa wazee wa Chama cha Mapinduzi. Watu wa itifaki watatuongoza kuelekea katika eneo hilo. Aidha, wengine ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, rais mstaafu wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, waziri kiongozi mstaafu Mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Mcheche Masaju, jaji mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Khamis Ramadhan Abdullah, mkuu wa Brigadia Nyuki JWTZ Zanzibar Brigadia Generali Saidi Hamisi Saidi, kamishna wa polisi wa Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo, naibu mkurugenzi mkuu na mkurugenzi Zanzibar idara usalama wa taifa Zanzibar Bwana Juma Fum Sheha, mkuu wa kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM Commodore Azan Hassan Msingiri. Pia vile kuna viongozi wa dini wakiongozwa na kadhi mkuu wa Zanzibar Alhaj Sheikh Hassan Othman Ngwali. Tutakuwa tunaye Father Stanley Lichinga akiwakilisha Anglican, pamoja na shehe wa jumuiya ya Hindu Pati Josh. Pia vile tunaye naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Dr. Muhammad Said Dimwa, waziri wa nchi ofisi ya rais makamu wa pili wa rais sera uratibu na baraza la wakilishi Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja Mheshimiwa Muhammad Ali Abdullah, na mstahiki meya wa jiji la Zanzibar Mheshimiwa Kamal Abdul Sattar Haji. Hao viongozi wanaomba waende katika eneo la kaburi, na ambao hawajasikia majina yao kwa heshima tunaomba waendelee kubakia. Watu wa itifaki baadaye watatupa maelekezo. Ama kwa upande wa kina mama kule tayari wameshatangulia, lakini kwa kusisitiza zaidi, waheshimiwa wake wa viongozi wa kitaifa, waheshimiwa wake wa viongozi wa staff wa kitaifa, Mheshimiwa Mama Fatma Karume, na mwisho kabisa ni katibu Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Balozi Mhandisi Zain Ahmed Saidi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakumbushwa hapa tuna naibu katibu mkuu wa CCM Bara, kwa heshima tunaomba naye ongane na watu hao. Viongozi tuliobakia, kwa heshima na taadhima tunaomba tuendelee kubakia. TV iko pale mbele yetu, viongozi wetu wanatuwakilisha katika tukio ambalo linaendelea katika ratiba ya kule chini. Tunaomba tuwavumilivu mpaka pale ambapo maelekezo yatatoka ya kurudi nyumbani. Tunakushukuru sana. Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Khamis Ramadhan Abdullah, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Mhandisi Zaina Ahmed Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi. Waheshimiwa mawaziri mliopo, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu. Mheshimiwa Mohamed Ali Abdallah, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi. Familia ya marehemu Sheikh Abeid Aman Karume. Mheshimiwa Kamal Abdul Sattar Haji, mstahiki meya wa jiji la Zanzibar. Mwakilishi wa Jumuiya ya Kimataifa Zanzibar, Kansel mkuu wa India Dr. Kumar Pravin. Viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliopo kazini na wastaafu wote mliopo. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkiongozwa na Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi mliopo hapa mkiongozwa na makamu mwenyekiti wa CCM Taifa Mheshimiwa Stephen Wasira. Viongozi wa dini mliopo, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana.
Mheshimiwa Rais, tumekutana hapa afisi kuu ya CCM Kisiwandui leo tarehe 7 Aprili 2026 kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya kifo cha rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mzee wetu marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, ikiwa ni pamoja na kumwombea dua na kuweka mashada ya maua katika kaburi lake. Mheshimiwa Rais, ratiba ya kilele cha maadhimisho haya itaanza na uwekaji wa mashada katika kaburi hili kwa utaratibu ambao utatangazwa. Mara baada ya hatua hiyo, Mheshimiwa Rais pamoja na baadhi ya viongozi itaombwa tuhamie upande wa kaskazini mwa kaburi hili kwa ajili ya tukio linalofuata ambalo ni dua pamoja na sala ambazo zitaongozwa hapa na viongozi wetu wa dini. Kukamilika kwa dua pamoja na sala ndio kutakuwa kumekamilisha ratiba nzima ya kilele cha maadhimisho haya ya siku ya kumbukumbu ya marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, na hapo Mheshimiwa Rais itaombwa tukuruhusu ili uweze kuendelea na ratiba nyingine za ujenzi wa taifa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaombwa sasa utuongoze katika kuweka shada la ua katika kaburi hili. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa uweke shada la ua. Jenerali Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania, inaombwa uweke shada la ua. Kiongozi wa balozi wadogo Zanzibar, Balozi Dr. Kumar Pravin, inaombwa uweke shada la ua. Mwakilishi wa familia ya marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, inaombwa uweke shada la ua. Mwakilishi wa wazee wa Chama cha Mapinduzi, Mzee Juma Bakari Nahoda, unaombwa uweke shada la ua. Mheshimiwa Rais, na huo ndio mwisho wa uwekaji wa mashada maua katika kaburi hili kwa leo. Inaombwa kuhamia upande wa kaskazini mwa kaburi hili kwa ajili ya dua pamoja na sala. Na katika kumwombea marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, Mheshimiwa Rais, tunao viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini ambao tuongoza kwa dua pamoja na sala. Na viongozi hao ni hawa wafuatao. Kwa niaba ya dini ya Kiislamu tunaye Kadhi Mkuu wa Zanzibar Sheikh Hassan Othman Ngwali ambaye tuongoza kwa dua. Kwa niaba ya dini ya Kikristo tunaye Father Stanley Lichinga kutoka kanisa la Anglican Zanzibar ambaye tuongoza kwa sala. Na mwisho ni kiongozi wa dini ya Hindu kwa niaba ya jamii ya Hindu hapa Zanzibar atatuongoza kwa dua. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, inaombwa Kadhi Mkuu wa Zanzibar Sheikh Hassan Othman Ngwali atuongoze kwa dua.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mola wetu mtukufu, mfalme wa mbingu, ardhi na vilivyomo, umeumba uhai na mauti kwa rehma na hikima zako. Hakika wewe ni Mola wetu na sisi ni waja wako. Tunashuhudia kwamba hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, na hakika Muhammad ni mja wako na ni mjumbe wako, na bila shaka vyote vilivyomo ulimwengu vitarejea kwako. Mola wetu mtukufu, tumeelekea kwako kwa nyoyo pamoja na kuinua mikono yetu kwa unyenyekevu mkubwa, tukitarajia rehma na msamaha wako. Tunakuomba kwa utukufu wako, kupitia mkusanyiko huu utusamehe makosa yetu na utukubalie maombi yetu. Ewe Mola, ukamilifu ni wako tu na hakuna mkamilifu mbele yako. Mola wetu, kwa rehma, upole na uadilifu wako, tunakuomba upokee dua zetu kwa mja wako huyu Sheikh Abeid Amani Karume, muasisi wa mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Umsamehe makosa yake ya siri na ya dhahiri, muongezee ujira katika mema yake aliyoyatenda na aliyoyatanguliza. Litie nuru, harufu nzuri, na ulitanue kaburi lake. Mpe maliwazo mema katika makazi yake, mfanyie nyepesi hesabu yake, umnyanyue kwa cheo na daraja, na umweke katika pepo za juu pamoja na waja wako wema uliowaridhia. Ya Rabbi, tunakuomba uyalinde na uyadumishe mema yote aliyoyaasisi kwa maslahi ya nchi na watu wake kipindi هادي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.